mmoja na ambao wana tatizo la kusikia wanaendelea kunoa makali yao katika eneo la Isinya, kaunti ya Kajiado. Ripota wetu wa michezo Boniface Kimanzi yupo katika eneo la Isinya, Kajiado, na sasa tunaungana naye mubashara. Kimanzi, maandalizi yako vipi? Na shukrani sana mwenzangu Joe Sonsare, na bila shaka tuko hapa katika eneo la Isinya, kaunti ya Kajiado, ambapo timu ya Kenya ya wachezaji walio chini ya umri wa miaka 21 inaendelea kujiandaa hapa ili kuweza kuwakilisha nchi ya Kenya katika mashindano ya Under 21 ambayo itakuwa inaandaliwa pale nchini Poland. Na ukiangalia nyuma yangu utaona vile wachezaji wanaendelea kunoa makali. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba nchi ya Kenya imetamba sana katika mashindano haya ambayo yatakuwa yanaandaliwa pale nchini Poland. Na niko na daktari hapa, daktari wa timu, na atakuwa anatueleza. Na daktari, karibu sana upande huu, tueleze timu imekuaje? Kwanza timu kwa sasa ukiangalia timu, wewe kama daktari, inaendelea vipi? Kwanza kwa majina naitwa Daktari Hussein Adnan, ambapo nimekuwa nao kwa siku 4 ambazo kitu ya kwanza, siku ya kwanza walikuwa kwanza utaratibu wao, wengi walikuwa pia hawajakuwa na uzoefu wa misuli, na saa hizi unaona vile wanavyokwenda. Siku ya kwanza nilipata majeraha mengi, maumivu mengi, lakini baada ya hapo na sisi kawa pia tunawapa motisha ili waweze kuwa siku zinazokuja na wafanye bidii, kwa sababu wao macho yote yanawaangalia na wazazi wanawaangalia. TV47 imefikisha pahali pingi ambapo leo tumepigiwa simu kwa kila pahali wakisema vipi hawa watoto wanaendeleaje. Wazazi pia wametupigilia, wamesema vipi wanaendeleaje. Ni kitu ambacho kimefanya mawasiliano sisi na wazazi au watu ambao wako nje imeweza kuwa motisha. Na daktari, tukimalizia unaweza niambia wewe unaona kuna watu wako pale mashinani hawajapata nafasi kama hii ya kuwakilisha nchi ya Kenya katika mashindano kama haya. Je, unawaambiaje wazazi ambao wako pale na wana watoto ambao wana tatizo kama ya kuona? Pia sisi imetufundisha jambo jingine ambapo nafikiri tutakaa na officials tuwaambie kuwa lazima wafike mashinani kama Pate, zile Faza Islands, hizo Mbwajumwali, Malindi, hizo areas ambazo hawajafika ziweze kutangazwa ili tuweze kupata kila pahali tuweze kuwa tawakilishwa na Kenya nzima kwa sasa. Asante sana. Wewe ni daktari wa timu, acha nipeweze kupata daktari mwingine uniambie mawili matatu hivi. Je, daktari, umeangalia vile timu inaendelea kwa sasa tangu ianze ile kunua makali siku ya Jumapili. Je, unaona timu kwa sasa ikoaje? Thank you very much. Kwa kifupi naweza sema timu iko sawa. Tunaelekeza wachezaji kwa ile njia inafaa, kwa sababu tunataka wakuwe wachezaji wenye wanajielekeza kwa kujinoa makali yao bila kupata majeraha, na wakuwe ni wachezaji ambao wanajiweka kwenye mchezo wakijua wamepata the best skills. Kando na hivyo wacheze the best play without anything that will hinder them from winning. Asante sana. Labda niweze kumpata kocha wa timu pia aweze kuniambia, je, imekuaje? Coaches, karibu sana, uweze kutuambia timu inaendeleaje tangu ianze kunoa makali siku ya Jumapili. Leo ni siku ya 4 wanaendelea kunoa makali. Karibu sana. Coaches, karibu sana, uko live mbashara ndani ya TV47. Story ni yetu kwanza. Sure. Na naona timu yako inaendelea kunoa makali hapa, nikiangalia vile wanacheza tayari kuna ile improvement kiasi. Niambie, unaonaje timu yako kwa sasa? Kwa siku 3 tumekuwa hapa. Tasema leo ni siku ya 4 and there's a lot of change, a lot of improvement in terms of ball handling. The physicality is coming through, and they're also getting their awareness to know where they are, what they need to do, and adjusting them. It's a good thing. Asante sana coaches. Asante. Asante sana. Ni timu ya Kenya wachezaji walio chini wa umri wa miaka 21, na kwa sasa ukiangalia vile wanaendelea kunoa makali ni kwamba kuna ile improvement, na kocha ananiambia kwamba wachezaji wake watakuwa wanahakikisha kwamba bendera ya Kenya itakuwa inapaa juu katika mashindano haya ambayo itakuwa inaandaliwa mwezi Juni pale nchini Poland. Kutoka kwangu Joe Sonsare, nikiwa hapa katika eneo la Isinya, kaunti ya Kajiado. Ni nyama Wamasai wamenipatia nyama kiasi, ndio maana nimechangamka hivi. Sina la ziada kutoka hapa katika eneo la Isinya, kaunti ya Kajiado. Mimi ni Boniface Kimanzi. Naam, shukrani sana Boniface Kimanzi. Jipe mwenyewe kutuandalia taarifa hizo za michezo kwa faida ya mtazamaji wetu. Kufikia hapo na